Moja ya kesi iliyotikisa na kuzua gumzo katika taifa la Kenya imehitimishwa mwanzoni mwa wiki hii baada ya mwanajeshi wa zamani aliyepatikana na hatia ya kumuua mkewe na watoto wao wawili kuhukumiwa kifungo cha maisha jela, ikiwa ni moja ya kesi iliyoshangaza nchi na kubaki bila kutatuliwa kwa miaka mingi. Aliyekuwa meja wa kikosi cha ulinzi cha Kenya KDF, Peter Mugure, amehukumiwa baada ya mahakama kuu kuamua kwamba alipanga mauaji hayo kwa uangalifu mkubwa mwaka 2019 kabla ya kuzika miili ya familia yake katika kaburi lisilo na kina katika kaunti ya Laikipia. Jaji Martin Muya akiyaita mauaji hayo kuwa ya kikatili zaidi. Hukumu hiyo iliyotolewa siku chache baada ya mahakama kumpata Mugure na hatia ya kuwaua mkewe Joyce Siombua Maua aliyekuwa na umri wa miaka 31, binti yao Shanice Mugure Mwaura mwenye umri wa miaka 10 na mtoto wa miaka 5 Peter Mwaura Jr. aliyejulikana pia kama Prince Michael. Waendesha mashtaka wa serikali walitaka mahakama kutoa hukumu ya kifo, wakisema Mugure ameangamiza familia yake mwenyewe katika mpango uliotekelezwa kwa uangalifu. Hakimu badala yake alimpa kifungo cha maisha baada ya kuzingatia athari za mauaji hayo kwa familia ya waathiriwa, mazingira ya kesi hiyo na muda ambao tayari aliwekwa kizuizini. Muda mfupi baada ya kuhukumiwa, Mugure aliiambia mahakama kuwa hakubaliani na hukumu iliyotolewa pamoja na adhabu aliyopewa, akisema, kwa heshima kubwa kwa mahakama, siwezi kukubaliana na uamuzi huo. Alisema, Jaji Muya alimweleza kuwa ana haki ya kukata rufaa mbele ya mahakama ya rufani. Kwa mujibu wa taarifa, mauaji hayo yalitokea Oktoba 2019 baada ya Mugure kuwaalika Joyce na watoto kumtembelea katika kambi ya jeshi la wanaanga la Kenya huko Nanyuki. Familia hiyo ilisafiri kutoka Nairobi ikitarajia kukaa na kufurahi pamoja, lakini hawakuwahi kurudi nyumbani. Ushahidi uliotolewa wakati wa kesi hiyo ulionyesha kwamba walilala nyumbani kwa Mugure kabla ya kuondoka katika kambi hiyo ya kijeshi na kuelekea kula chakula cha mchana katika hoteli ya Kilimara Spring. Hiyo ndiyo ilikuwa mara ya mwisho wao kuonekana wakiwa hai. Mahakama iligundua kuwa baada ya kurejea katika kambi ya jeshi, Mugure aliwaua wote watatu. Kisha akaipakia miili hiyo kwenye mabegi na kuiweka katika buti la gari lake, kisha kuipeleka hadi Thigithu ambako walizikwa kwenye kaburi lisilo na kina. Jaji huyo alisema ushahidi unaonesha Mugure alitembelea eneo la mazishi siku 3 kabla ya kutekeleza tukio hilo la kinyama akiwa na afisa mwingine wa kijeshi, na kwamba safari hiyo ilionyesha kuwa tayari amechagua mahala pa kutupa miili hiyo kabla ya kutekeleza mauaji hayo. Shahidi muhimu alikuwa ni afisa mwenzake Mugure, Collins Pamba, ambaye alikiri kusaidia kuhamisha na kuzika miili hiyo. Pamba aliiambia mahakama kuwa alikuta mwili wa Joyce ndani ya begi lenye uwazi, huku watoto hao wawili wakiwa wamewekwa kwenye beseni la kuogea. Miili hiyo ilikuwa imefungwa kwa kamba na kuwekwa ndani ya gari la Mugure. Wanaume hao wawili baadaye walizika miili hiyo kabla ya kufunika kaburi kwa udongo. Baadaye Pamba aliingia katika makubaliano na waendesha mashtaka ya kupunguziwa adhabu baada ya kukiri kosa, kisha kupokea kifungo cha miaka 5 jela. Ushahidi wake ulioambatanishwa na vipimo vya DNA, rekodi za simu za mkononi na matokeo ya uchunguzi wa kimahakama. Uchunguzi wa mkemia wa serikali ulithibitisha kuwa mabaki yaliyokutwa kaburini ni ya Joyce na watoto hao wawili,
huku vipimo vya vinasaba yani DNA pia ikithibitisha Mugure ndiye baba mzazi wa watoto hao. Uchunguzi wa maiti ulifanywa na mwanapatholojia mkuu wa serikali Dr. Johansen Odur ulipata Joyce alifariki kutokana na majeraha mabaya kichwani, huku watoto wote wawili wakiwa wamenyongwa. Mwendesha mashtaka pia alielezea uwezekano wa nia ya kifedha. Kabla ya mauaji hayo, Joyce alikuwa amepata maagizo ya mahakama kumtaka Mugure alipe shilingi za Kikenya 25,000 ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania 500,000 na 520,000 kila mwezi kwa ajili ya matunzo ya mtoto. Waendesha mashtaka walisema walifanya malipo moja pekee kabla ya kualika familia hiyo na nyuki. Jaji ametupilia mbali madai ya Mugure kwamba baadaye aliwakabidhi watoto hao kwa mmoja wa marafiki wa Joyce. Hakuna mtu kama huyo aliyetambuliwa au kuitwa kutoa ushahidi. Badala yake, mahakama imepata ushahidi mwingi kwamba Joyce na watoto hawakuondoka katika kituo hicho cha kijeshi wakiwa hai. Hakimu Muya amethibitisha kuwa upande wa mashtaka ulithibitisha kesi yake bila shaka na kupata kwamba mauaji hayo yalifanyika kimakusudi, yalipangwa kwa uangalifu na kufuatiwa na jaribio la kina la kuficha uhalifu. Taarifa hii imeandaliwa na Mwantumu Mkwawa na kusomwa kwako nami Godfrey Ringo.